Habari yako mwanafamilia wa Kivuli cha Simulizi. Katika maisha ya kawaida ya mjini, kuna siri nyingi zinazotembea gizani. Watu wanaonekana wenye furaha mbele za jamii, lakini ndani ya nyumba zao kuna majeraha yasiyoonekana. Hii ni simulizi ya kijana mmoja maskini, lakini mwenye ndoto kubwa, dereva wa bodaboda aliyeitwa Danny Four. Kijana ambaye hakujua kuwa mapenzi ya siri yangemuingiza kwenye vita dhidi ya nguvu za pesa, mamlaka na usaliti wa moyo. Hii ni simulizi ya mwanamke mmoja aliyekuwa mke wa kiongozi mkubwa wa serikali. Mwanamke aliyekuwa akiishi maisha ya kifahari, lakini moyo wake ukiwa gerezani. Na hii ndio simulizi ya usaliti uliobadilisha maisha ya watu wengi. Karibu kwenye simulizi ya Boda wangu. Kabla sijaanza simulizi yetu, naomba gusa sehemu iliyoandikwa subscribe, like na tuachie komenti yako. Unasikiliza simulizi hii ukiwa wapi? Aya, tuanze sasa simulizi yetu. Dar es Salaam. Mvua ilikuwa inanyesha taratibu jioni ile. Barabara za Sinza zilikuwa zimejaa matope, huku magari yakipiga honi kila kona. Danny Four alikuwa amekaa juu ya bodaboda yake pembeni ya kibanda cha chipsi akisubiri abiria. Alikuwa kijana wa miaka 28, mwembamba, mweusi wa wastani, mwenye macho yaliyojaa matumaini, lakini pia uchovu wa maisha. "Danny, leo hujapata hata trip tatu?" aliuliza rafiki yake Beka. Danny Four akacheka kwa uchungu. "Maisha magumu ndugu yangu, mafuta juu, wateja wanabana bei, ila Mungu yupo." Alikuwa akiishi chumba kimoja Tandale. Mama yake alikuwa mgonjwa kijijini Morogoro. Kila siku alihangaika kutuma pesa za dawa. Usiku ule alipigiwa simu. "Halo Danny." Sauti ya mama yake ilisikika dhaifu. "Mama, hujambo?" "Dawa zimeisha mwanangu." Danny akakaa kimya. Mfukoni alikuwa na 4,000 tu. Machozi yakamtoka kimya kimya. "Sawa mama, nitatafuta." Hakujua kwamba siku hiyo ndio ilikuwa mwanzo wa safari ya mateso makubwa. Saa 2 usiku, Danny alikuwa anapita maeneo ya Oyster Bay kutafuta abiria wa mwisho kabla ya kurudi nyumbani. Ghafla akaona mwanamke mmoja mrembo sana akiwa pembeni ya barabara akijaribu kuita boda. Alivaa gauni jeusi refu, miwani na kofia, kana kwamba alikuwa anajificha. "Boss, unaweza kunipeleka Masaki?" mwanamke aliuliza kwa sauti ya upole. Danny akakubali haraka. Walipoanza safari, Danny alihisi harufu nzuri ya manukato iliyomchanganya akili. Njiani mwanamke huyo alikuwa kimya, lakini walipofika karibu na nyumba kubwa yenye walinzi, akaongea. "Unaitwa nani?" "Danny Four." "Mimi naitwa Natasha." Danny hakujua kuwa Natasha alikuwa mke wa waziri maarufu sana nchini. Natasha akampa 50,000. Danny akashtuka. "Hii ni "Nyingi dada, weka tu, wewe ni mtu mzuri." Siku hiyo Danny hakulala mapema. Kila alipofumba macho alikuwa anamkumbuka Natasha. Baada ya siku 3, Danny alipigiwa simu na namba ngeni. "Halo Danny, ni Natasha." Moyo wake ukadunda kwa nguvu. "Tafadhali njoo unichukue." Kuanzia siku hiyo, Danny akawa dereva wa siri wa Natasha. Walikuwa wakizunguka fukwe za Coco Beach usiku. Wakati mwingine Natasha alimwambia waende mbali hadi Bagamoyo kula samaki. Kadri siku zilivyopita, Natasha alianza kufunguka. "Mume wangu hanipendi tena Danny." "Kwa nini unasema hivyo?" "Anajali siasa kuliko familia." Danny alikuwa anamsikiliza kwa huruma, lakini huruma ikageuka mapenzi.
na mapenzi yale yakageuka moto wa siri. Siku moja, Beka alimkuta Dani akiwa anang'aa kwa furaha. "Kuna nini? Mbona siku hizi unakula bata?" Dani akacheka. Maisha yameanza kunyooka. Lakini Beka alipogundua Dani anatembea na mke wa kiongozi mkubwa, uso wake ukabadilika. "Wewe umechanganyikiwa? Tunapendana Beka. Mapenzi gani hayo? Huyo mwanamke anaweza kukuua." Lakini Dani alikuwa tayari amezama. Hakusikiliza. Natasha alianza kumdanganya mume wake kila siku. "Mama, naenda kwenye kikao cha wanawake." Lakini ukweli, alikuwa anakutana na Danny4. Walikaa hotelini kwa siri, walicheka, walikumbatiana, walizungumza kuhusu ndoto za kuishi pamoja mbali na Tanzania. Natasha alimnunulia Dani simu mpya. Kisha akamnunulia bodaboda mpya kabisa. Dani akajiona kama anaota. Lakini kila zawadi ilikuwa inamvuta karibu na hatari. Waziri alianza kugundua mabadiliko. Natasha alikuwa anarudi usiku sana. Simu yake ilikuwa na password mpya. Siku moja alimfuatilia kimya kimya. Na hapo ndipo dunia yake iliposimama. Kutoka mbali alimuona Natasha akimkumbatia Danny4 pembeni ya ufukwe. Uso wa waziri ukawa mwekundu kwa hasira. "Maskini mjinga, anatembea na mke wangu." Aliapa kulipa kisasi. Wiki moja baadaye, Dani alipigiwa simu usiku. "Natasha amepata ajali, njoo haraka." Dani akaendesha boda kwa kasi kubwa, lakini alipofika eneo la giza Mbezi, magari mawili yakamzingira. Watu wakashuka, wakaanza kumpiga vibaya. "Unataka kula maisha ya wakubwa eh?" Dani alipigwa mpaka akapoteza fahamu. Walimwacha karibu na dampo la taka akiwa anavuja damu. Kilio cha Natasha. Natasha alipogundua kilichotokea, alianza kulia sana. "Mume wangu, tafadhali usimuue Dani." Lakini waziri alikuwa tayari amechafuka moyo. "Umenidhalilisha mbele ya taifa." Natasha akafungiwa ndani ya nyumba. Simu zikachukuliwa. Walimuondoa hata watoto wake. Kwa mara ya kwanza, Natasha akagundua kuwa mapenzi ya siri yana gharama kubwa kuliko alivyodhani. Baada ya kupigwa, Dani alipotea kwa wiki 2. Watu walidhani amekufa. Lakini alikuwa kijijini kwao Morogoro akitibiwa na mama yake. Uso wake ulikuwa umeharibika. Alikuwa hana hata nguvu ya kuendesha boda. Usiku mmoja, alimwambia mama yake, "Mama, nilikosea." Mama yake akamshika mkono. "Mwanangu, tamaa za maisha huwa zina mwisho mbaya." Dani akalia kama mtoto mdogo. Mwisho wa Natasha. Natasha alianza kupata msongo wa mawazo. Mume wake alimpa talaka kimya kimya ili kulinda jina lake kisiasa. Marafiki walimkimbia. Mitandao ikaanza kuandika habari zake kwa siri. Alihama nyumba ya kifahari na kuanza kuishi apartment ndogo. Siku moja alijaribu kumpigia Dani, lakini simu haikupatikana. Aliketi dirishani akilia. "Niliharibu maisha yangu mwenyewe." Baada ya miezi kadhaa, Dani akarudi Dar. Lakini alikuwa mtu tofauti. Hakutaka tena wanawake wa siri. Hakutaka tamaa za pesa. Aliamua kufanya kazi kwa bidii. Alinunua helmeti mpya, akaandika nyuma ya boda yake. Watu walikuwa wanajiuliza kwa nini ameandika hivyo, lakini yeye alijua ukweli. Miaka 2 baadaye, Danny4 alikuwa na familia yake ndogo. Mama yake alipona. Maisha yakaanza kunyooka
pole pole. Lakini kila alipopita maeneo ya Oyster Bay, alikumbuka mwanamke aliyebadilisha maisha yake milele. Natasha. Mwanamke aliyekuwa na kila kitu, lakini akapoteza vyote kwa sababu ya usaliti. Na hapo ndipo Dani alipojifunza. Si kila anayekupenda anakuletea amani. Wengine wanakuja kuvuruga maisha yako. Mwisho. Funzo la simulizi. Usaliti wa mapenzi una madhara makubwa. Tamaa ya pesa na maisha ya haraka inaweza kuharibu maisha. Siri za mapenzi huwa hazidumu milele. Kila uchaguzi una matokeo yake. Bodaboda wangu. Msikilizaji, na hapa ndo mwisho wa simulizi yetu. Tuandikie kwenye comment kipi umejifunza kwenye simulizi hii. Na kama bado hujasubscribe, fanya kugusa sehemu iliyoandikwa subscribe sasa. Simulizi ya Dani 4 Classic. Dereva bodaboda wa wazo msikitini. Kama nawe una simulizi yako, naomba tucheck kwa namba ya simu 0617911950. Namba yetu pia ipo WhatsApp. Asante. Uwe na siku njema. Mungu akubariki sana. Naitwa Jaydan Fridi wa Kivuli cha Simulizi. Asante kwa kuchagua.